Biashara wiki hii imekuwa mbaya kweli kweli. Tufanye kinachotakiwa ili tuokoe muda. Ndio kwanza bado asubuhi. Mimi leo sina hela kabisa. Lengo letu lilikuwa tufanye biashara ya upishi wa chakula au tufungue kampuni ya usafi. Kabajeti kadogo. Mpaka tuje tupatie hizo connection, tuje tupatie hizo tenda za serikali. Tutakuwa tunakufa na njaa. Tunawapatia taarifa zetu zote, shughuli zote wanazifanya wao hadi mwisho. Twendeni majumbani mwao tukavunje, tutakachokipata tukiuze tuje tuwalipie. Usithubutu kumpatia mtu yoyote password ya akaunti yetu ya Nest. Kila mmoja apambane kukamilisha rejesho lake. Wana maslahi naye binafsi ndio watakayempendelea. Tunataka rejesho lililokamilika. Shika lako. Hebu tuunganishe na yule dada yako ulosema. Huenda akatufungulia njia hapa tukapata pa kuanzia. Achana na mawinga wote, Nest ndio connection pekee. Jiungeni kwa makundi, umoja wenu watete. Mikononi mwa Mama Samia, kazi na utu vimezingatiwa. Kupata tenda ni haki na usawa, na mfumo wa Nest ndio njia. Mikononi mwa Mama Samia, kazi na utu vimezingatiwa. Kupata tenda ni haki na usawa, na mfumo wa Nest ndio njia. Dadangu mie. Priska. Mambo. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Asante dada. Uko poa? Ni warembo. Poa tu, heshima yako dada mkubwa. Nimepokea. Shikamoo dada. Marhaba. Karibuni tule. Asante. Dashamimu. Hawa ni wana kikundi wenzangu. Anaitwa Shani, ndio mwenyekiti wetu wa kikundi. Okay, nashukuru kufahamu mwenyekiti. Nashukuru kufahamu pia dada Shamu. Asante. Anaitwa Sauda Bashiru. Anaitwa Chichi Mgongora. Chichi. Okay, nimefurahi kufahamu. Asante sana dada. Wana kikundi wenzangu. Huyu ndio yule dada yangu niliyewaambia, anaitwa Shamimu. Yeah. Tunashukuru sana kukufahamu dada Shamu. Nimefurahi pia. Mambo. Safi. Wazima. Wazima. Karibuni jamani. Asante. Karibuni sana. Asante. Kwani tunakula kabisa? Atakayejisikia kula jamani aagize tu. Mimi sijatoka hata na hela. Msijali, agizeni nitalipa. Asante dada boss. Mimi naomba chipsi zege na mishikaki miwili na juisi ya parachichi ya baridi. Sawa. Okay. Na mimi naomba niweke chips ya zege, mishikaki mitatu na juisi ya mixed matunda. Mimi naomba niletee biriani ya kuku na juisi ya mango ya baridi. Umepata dada. Thank you. Karibu. Naomba pilau nyama na juisi ya parachichi ya baridi. Karibuni. Asante. Sasa hivi msijali. Priska, niambie mdogo wangu. Dashamimu. Sisi tuna kikundi chetu. Tuko watu 8, lakini ambao tuko active tuko 6 tu. Kwa hiyo tumekaa tukatafakari
ni shughuli gani ambayo tunaweza tukaifanya ikatunyanyua kiuchumi. Tukaona ni biashara ya chakula na nasikia inalipa sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba utusaidie kutuunganisha na watu wa serikalini ili tuweze tukapata tenda tukalisha taasisi 2-3. Okay. Haina shida. Kwanza niwapongeze sana kwa mawazo mazuri mlionayo. Asante sana. Wanawake wa shoka ni. Okay. Sasa kuhusiana na hizo tenda unazosema, Priska, mimi nazijua kwamba nasikia tu kwa watu. Zipo na zinalipa sana tu. Ila sijawahi kujua kiundani zaidi kwamba zinalipaje, vitu kama hivyo. Najua. Ila cha kuwasaidia zaidi, kuna mtu namfahamu. Yeye anafahamiana sana na watu wa serikalini. I hope atawasaidia. Ngoja nimpigie. Sawa dada. Okay. Mwanamke mwamba kabisa. Naam bosi, shikamoo. Mimi mkubwa mwenzio bwana. Shikamoo ya nini? Nimeona simu yako mpaka nimesisimkwa mwili. Kwa nini sasa bosi? Nikalikumbuka joto la Mbeya. Ile ajali sintoisahau ese. Tatizo lako dogo. Utaki turudie tena. Yaani wewe. Usijali bosi, tarudia. Ila tuachane na hayo. Na shida na wewe mkuu. Lete maneno malkia wangu wa nguvu. Kuna wadogo zangu niko nao hapa, wana jambo lao. Nilikuwa naomba niwaangalishe na wewe ili uweze kujua utawasaidia vipi. Wanataka kuonana na mkubwa gani? Nafikiri kwa mara ya kwanza ungeonana nao kwanza ili kuweza kujua utaunganisha na mkubwa gani. Sawa. Walete leo jioni hivi nitakuwa free. Sawa, haina shida. Utanipa location. Lakini uache kukimbiza tamu yako ili niwasaidie wa madogo vizuri. Usijali, tutayajenga. Basi poa. Baadaye basi. Ila na wewe usiache kuja sasa. Haya poa. Bye. Jamaa ana ujinga mwingi sana. Ila ni mtu muhimu. Atawasaidia. Na uhakika atawasaidia sana. Kwa sababu yeye anafahamiana sana na watu wa serikalini. Iko nao karibu sana na watu wa serikalini. Sijali. Karibuni. Asante sana dada. Asante sana dada Shamimu. Okay. Barikiwe sana. Usijali. Mungu akubariki sana. Amen. Mambo mengine? Safi tu dada. Na maisha. Miss dada. Nimekumiss pia. Muda mrefu. Dasha mimi. Huyu si ndio yule madam ambaye ni jirani yako? Achana naye bwana. Ajendaga amejipata sana. Hanaga time na mtu. Kumbe vikao vingi vya mchongo vinafanyika hapa eh? Yeah, of course. Ndugu wangu, haya maeneo ni waheshimiwa, ndio maeneo yao haya. Kweli nimepokea notification kutoka kwenye mfumo wa Nest. Nimeambiwa kwamba mimi ndo mzabuni niliyoshinda hiyo tenda ya kompyuta. Sasa muda wa kusubiri kama kuna malalamiko kutoka kwa mzabuni yoyote ambaye hajaridhishwa na matokeo umekwishaisha. Hakuna mzabuni yoyote
Asante sana. Usijali, tutaendelea kuangalia taratibu za kusaini mkataba soon. Nakutakia jioni njema. Aya, asante na kwako pia. Kwa ndio hivyo mpenzi wangu, hata msijali. Mheshimiwa ni mtu poa sana, atawasaidia. Yeah, kwa nina amani. Sawa. Afu ndio huyo anakuja. Simameni. Oh, mheshimiwa. Karibu sana. Asanteni sana. Heshima yako mkuu. Asante. Heshima yako mkuu. Asante. Karibu sana boss. Okay, tunaweza kuketi. Asante. Nimefurahi kukuona. Karibu sana mkuu. Asante. Labda wakudumia nini? Hapana, niko vizuri. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Sawa. Mimi naitwa Ambari Matanda. Naitwa Sauda Bashiru. Aha. Mimi naitwa Shania Bakari. Okay. Chichi Mgongoro. Naitwa Priska Chande. Nashukuru kwa fahamu. Kwa niaba ya wenzangu wote tunashukuru sana kukutana na wewe mkuu leo. Jamani, kama mheshimiwa alivyojitambulisha, huyu ni bosi wangu, anaitwa Mr. Ambali Matanda. Yeye mimi napendaga kumuita jina moja, yaani mtu asi mmoja tu. Ni mtu ambaye ana connection zake nyingi sana mjini, sana. Anafahamiana na watu wengi sana serikalini. Wakurugenzi, mawaziri, makatibu wakuu, yani wote kwa Mr. Ambali, yani ni si mmoja tu. Yeah. Ni mtu muhimu. Actually tumeshaifanya kazi 2-3 nyingi sana na yeye. Na hisi atawasaidia jambo lenu. Karibuni sana. Asante sana mkuu. Okay, tungeenda moja kwa moja kwenye mada yetu mkuu. Hawa ni wadogo zangu. Sawa. Wana jambo lao kama nilivyokuambia mara ya mwisho. Nafikiri ningewapa nafasi wenyewe ili waweze kuelezea zaidi. Karibu mwenyekiti. Asante dada Shamima. Mkuu, sisi tumeunda kikundi cha wanawake na lengo kuu la kikundi chetu ni kutaka kufanya biashara ya upishi, yani catering. Sasa tulikuwa tunatafuta namna ya kuweza kupata tenda za serikali. Ndipo ambapo tukamfuata dada yetu Shamima. Na yeye kwa nafasi yake akaona atukutanishe na wewe ili kuweza kupata njia ya kuweza kuzifikia hizo fursa za tenda za serikali. Na akatuambia kwamba wewe ni mtu ambaye unafahamiana sana na watu wengi kwa serikalini. Okay, kwanza hongereni sana. Asante sana mkuu. Kundi lenu limesajiliwa? Namaanisha kwamba linatambulika kisheria, kwa maana kwamba serikali inawafahamu, yani iwe halmashauri au BELA, yani taasisi yoyote ya kiserikali inafahamu. Mkuu, kiukweli sisi bado hatujasajiliwa. Lakini msijali, hilo ni jambo dogo tu kwangu. Nao vijana ambao wanaweza kufanya hiyo kazi kwa muda mchache tu, ingawa ni jambo muhimu sana kabla ya kufanya chochote. Tenda zipo nyingi sana, tenda za serikali zipo nyingi. Kuna miradi mbalimbali inayoendelea kipindi hiki. Kuna ujenzi kama hivi, unaona Mheshimiwa Rais Samia anasimamia miradi mingi songe mbele. Hivyo tenda ni nyingi tu, sio hizo tu za kulisha catering, na zipo fursa zingine
Zipo fursa nyingine nyingi tu kama usafi, mambo ya usafi, kusupply vifaa vya stationaries na vitu kama, yani kifupi kwa wakati huu kuna tenda nyingi mno, ni nyinyi tu namna kuchangamkia hizo fursa. Kama nilivyowaambia hapo awali, jambo muhimu sana kufanya usajili. Ukishafanya usajili basi kila kitu kinakwenda. Kwa hiyo miradi ni mingi sana, mama yetu anachapa kazi. Kwa hiyo ni namna tu ya kuchangamkia, na bahati nzuri nyie ni mabinti na serikali hii inawapa fursa sana mabinti katika kujitambua. Nadhani kila kitu kitakaa vizuri. Na mheshimiwa mmoja, yeye huyu ndo ameshikilia tenda nyingi za serikali. Ngoja tumpigie simu huyu bwana. Sina sasa kitu kienda vizuri. Halo mkuu. Halo mheshimiwa, habari yako? Nzuri bwana. Hali yako mkuu? Nzuri tu. Sawa, heshima yako mkuu. Ndugu yangu, nimepokea heshima yako. Mkuu, naweza nikakuona leo? Mimi nipo maeneo ya Residence Hotel hapa. Na jambo langu na wadada fulani hivi wazuri warembo na shida yao kidogo, tulikuwa tunaomba tukuone tuweze kuongea kidogo. Sasa mimi nipo Dar es Salaam, lakini nitarudi na ndege ya mchana. Labda kama vitu vya muhimu sana, nadhani tuonane kesho. Sawa mkuu, ni muhimu, lakini nitakuwa na ugeni wa hao watu, kwa hiyo usishtuke. Nitakuwa na huo ugeni, tutafanya hicho kikao mkuu, hamna shida. Hakuna shida. Na kutegemea. Karibu sana bwana. Asante. Haya mkuu. Huyu bwana yuko Dar es Salaam, lakini kesho atakuwa amerejea na tutafanya kikao naye. Kwa hiyo nadhani msio na wasiwasi. Huyo mtu ndio atamaliza kila kitu. Yeye kashikilia tenda zote za serikali. Asante sana mkuu. Nashukuru sana. Okay, nilikuwa nafikiri kwanza zoezi la kusajili lingeanza mapema kabla ya kuwakutanisha na huyo mheshimiwa. Kama nilivyowaambia, swala la usajili ni jambo dogo sana. Dogo sana. Vinahitajika viela kidogo kama laki na ushe hivi senti tu. Okay. Atawapatia namba yangu ya simu ambao mtatuma hela, na pia kuwe kuna picha zenu na details zingine kama namba zenu za vitambulisho vya NIDA. Hivyo ni vitu muhimu kwa ajili ya kufanya hizo follow up. Ili katika mnaweza mkatoa hiyo hela kidogo, kama kutakuwa kuna mapungufu mimi nitamalizia huko. Lakini mtoe tu kiasi kidogo cha hela, kwa sababu kuna vigharama vingine vya kwa tubatuma vijana hivyo juu yako. Tawasaidia. Tunashukuru sana mkuu. Mnaonaje? Mnasemaje? Mimi nafikiri kila kitu kipo sawa. Basi mkuu, leo limepita. Kama mko tayari atawapatia namba yangu na kikao kingine sehemu. Naomba niwaache. Kifupi ondoeni wasiwasi. Asante sana. Asante. Asante. Tunashukuru sana. Asante sana. Barikiwe sana. Asante sana. Nadhani tutawasiliana baadaye. Sawa. Sawa. Asante. Si mnaona? Wanawake na ngai. Haya jamani. Hivi mnajua kwamba tatizo lililopo hapa ni kwa boss kubwa hajatutajia kiasi cha ada cha kusajili ili kundi letu? Mtego huu. Sasa mimi naomba nishauri kitu kimoja. Tumtumie $1,200,000. Walau wataona kama tumejiongeza kwa namna moja ama nyingine.
Kama tungekuwa na uchumi mzuri, tungemtumia laki hizi 2. Angetuona na sisi tuna moyo. Maana watu wanaoshikilia madili ni watu kuwashikilia sana. Kabisa. Mwenyekiti, kwa hivi vitu vingine tunavyojiingiza, kiukweli wengine tutaumia. Bizena, maisha ya sasa hivi ili upate pesa ni lazima utoe pesa, ndugu yangu. Jamani, jana biashara ilikuwa mbaya kupitiliza. Na vile ndio tulichelewa kabisa kwenda kwenye biashara. Ndio mambo yakawa magumu. Nimeambulia 5,000 tu mwenzenu hapa. Asa si bora hata mwenzetu umetengeza shilingi 5,000. Sisi jana kutwa nzima tunazunguka kwenye mavikao huko. Hatujaweza kutengeza hata 100 mbovu. Jamani, safari ya mafanikio huwa inaanza hivi hivi. Ina mabonde, ina milima. Lakini hapa tukifanikiwa, kila mmoja anahakikishia kwamba atafurahia. Tusipoteze muda basi. Tujadiliane, tujichangishe, tuweze kulitimiza lengo letu. Kabisa, hapo sasa ndo umezungumza. Jamani, mimi kama mwenyekiti wa wanawake na Ngai, mimi nitachangia shilingi 30,000 jamani. Hapo mwenyekiti. Na mimi nitaunga mkono kwa 30,000. Kwa hiyo jamani, hapa tayari tuna 60,000. Na mimi nitachangia 30. Shoga umejipinda. Tuunge mkono dada zetu, jambo muhimu hili. Haya, na mimi nitachangia shilingi 20,000. Wow, kwa hiyo sasa hivi tuna 100,000 na 10,000 hapa. Mwenyekiti, na mimi nachangia 5,000. Jamani, pigeni makofi. Kidogo changu babu, iko ndio nilichokipata mimi. 5. Mwenyekiti, mimi naahidi shilingi 10,000. Kama mnayo naomba mnitolee, jioni nitairudisha. Ahadi. Naijua hii. Nitarudisha jioni. Sawa jamani, tuna 100,000 na 25,000 mpaka sasa hivi. Sio mbaya, tumesogea. Na mimi hapo mwenyekiti. Naomba na mimi nichangie shilingi 5,000 na mimi niongezee hapo. Tarudisha jioni. Sasa jamani, hapa tuna 130,000 na kimsingi tumejikuna pale ambapo tunaweza. Si ndio? Sisi wanawake na Ngai jamani, hebu tujipigeni kama makofi tumeweka baba. Kabisa, hii inatia faraja na inatia na moyo. Haya, tuanze sasa wale ambao mmeahidi. Haya, Priska 30 yake hapa. Sauda tayari 30. Karibu mheshimiwa. Asante. Karibu keti. Tunaweza kuketi mheshimiwa, kama nilivyokuelezea kwenye simu, hawa ni malkia wa nguvu. Wana issue yao. Nikaona nikushirikishe ili uweze kuwashika mkono. Huyu ni kiongozi wao. Anaitwa Shani. Sawa. Yule pale bibi anaitwa Sauda. Huyu ni Priska.
Na huyu mrembo mtoto mzuri hapa anaitwa Chichi. Karibu sana mheshimiwa. Bwana Matanda, kama tulivyoongea, nikasema si vema tukaishia kwenye maneno ili tukutane tuweze kuonana kabisa, tuongee uso kwa uso, au kwa wasili wasema tuonane ana kwa ana ili tujue tunaweza kufanya kazi vipi. Kiukweli mheshimiwa, tunashukuru sana kwa muda wako. Uko pamoja na sisi leo. Asante. Na mimi baada ya kupata ujumbe wenu kutoka kwa Matanda, ikabidi sasa na mimi nianze kufuatilia yale matangazo ya tenda ambayo yanatangazwa na serikali. Ili kutokana na maelezo nyingi. Nikagundua kuna vitu nyingi mnaweza mkafanya na vikafiti. Lakini sasa nakuomba PS wangu, hebu kwanza wapitishie tuone zile tenda ambazo tumeziangalia asubuhi. Okay, sawa mheshimiwa. Kwa hapa Dodoma kuna mradi mkubwa wa barabara ya Pete, Ring Road. Kuna fursa ya kusupply maji carton takriban 3000 kwa mwezi. Pia bado wanahitajika wazabuni wa kutoa huduma ya chakula. Mradi mwingine ni ujenzi wa barabara ya Nchuka Tumvumi mpaka Kikombo. Ujenzi unaendelea. Napo pia panahitajika mzabuni wa kupeleka maji na chakula. Mradi mwingine ni barabara ya Ihumwa Tuhombolo. Hapo sasa ushia hapo. Inatosha. Mnaona kama mlivyosikia, miradi iko mingi sana. Tena kuna miradi ya muda mrefu. Na tena katika miradi kuna vitu vingi wanahitaji. Wanahitaji maji, chakula, madawa, vifaa. Na naomba niwasilisheni kitu kimoja. Hapo mtambue mimi nina nguvu. Na naweza nikawachomeka katika miradi. Na endapo kama kuna wale wazabuni ambao tuliwapa wanasuasua, na ambao wale miradi wanaenda lakini hawaitekelezi kwa muda, wanachukua muda, tunaweza tukawachomoa tukawapeni nyinyi na mkapiga pesa za kutosha. Na vile vile nilivyoangalia kuna miradi mirefu naweza nikawapatia kutokana na nyinyi maelezo yenu, mkaenda vizuri mkapata pesa nyingi na maisha yenu yakabadilika. Sasa naomba niwaambie kitu. Unajua nyinyi ni warembo na wapambanaji. Hii dunia sasa hivi imebadilika. Fursa hazitolewi bure. Ukizingatia kwenye swala la pesa. Mimi na vijana wangu ambao nafanya nao kazi. Sasa hao watu wachaje. Kiukweli mheshimiwa, sisi tulikuwa hatujajipanga kuhusiana na hilo swala ambalo umetueleza, lakini nakuahidi baada ya kikao hiki tutakwenda kujadiliana. Mwenyekiti, naomba nikwambie ukweli. Mimi waga sifanya hizi kazi bure. Na sema kama hizi nikija lazima iwe mnalipwa. Mr. Matanda anajua. Lakini kuna kitu nataka niwaambieni. Twende kwenye quotation. Mradi wa milioni 50. Mimi nataka 5. Mradi wa milioni 100. Mimi nataka ikae mezani 10. Na kama mtakuwa vipi au mko tayari, basi mtaonana na Mr. Matanda atamjulisha. Na hizo pesa nazitaka cash ili niweze kuingiza katika mfumo. Kama kuna kitu cha zaidi tutaongea na Mr. Matanda. Mheshimiwa anahitaji kukuona hotelini kwake leo usiku. Aisi, bado ni mwindaji mcheshi na mkimya. Sasa unataka kunijenga hata mimi? Unanitengeneza mimi? Bwana Matanda, tuwezi kuaminia. Unaenda moja kwa moja kwenye utosi. Sio lazima nikulipe ili nionyeshe mganga wako. Yaani karibuni sana. Narudia tena kukuambia, mfumo ni nesti. Mimi na vijana wangu ninavishoka.
Sorry, niko na shida na Madam Wada. Sio nimemkuta? I still trust you. Tunatakiwa kuondoka hapa haraka sana. Tatizo ni wewe, hii baki kidogo tu. Wewe si ndio umemruhusu huko kaongea na simu, sio kaongea vitu gani kwenye simu? Niko tayari kuinunua kwa gharama yoyote. Sasa hapo shughuli iko kwenye mtaji. Achana na mawinga wote, Nesti ndio connection pekee. Jiungeni kwa makundi, umoja wenu watete. Mikononi mwa Mama Samia, kazi na utu vimezingatiwa. Kupata tenda ni haki na usawa.